mbalimbali, na leo ni weekend nzuri kabisa ya Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 11. Tutakuwa na dakika hapa kama 20 hivi za kufanya uchambuzi yakinifu kuhusu kile ambacho kinaendelea katika klabu yetu ya Manchester United. Mimi naitwa Nandes na mgeni wetu muda mfupi ujao ataingia hapa na tutafurahi sana kuwa naye. Karibuni sana nyote ambao mmejiunga nasi, na hapa ni United Redverse. Kwa hiyo unaweza ukatuachia maoni yako hapo kwenye comment section, lakini pia tutafurahi sana ikiwa kuna swali ungependa kumpatia mgeni wetu leo, atafurahi pia kulijibu. Kwa hiyo nadhani tunaweza kwenda vizuri hapa leo. Nipo na mgeni tayari join hapa, anaitwa Bwana Jackson Silo. Kwa hiyo nafikiri wengine huenda mkawa mnamfahamu hapa kwa sababu sio mara ya kwanza kuwepo nasi hapa. Mzee wangu karibu sana. Jackson, unanipata? Shukran sana Dr. Nandes. Okay, yes, nakupata bwana. Shukran sana. Nimekaribia. Kwa sijavaa earpiece, kwa hiyo nilikuwa sikupati kwa sababu sijavaa earpiece. Nafikiri sawa, nafikiri sasa hivi nakupata vizuri sana. Karibu sana kwenye channel yetu kwa mara nyingine tena. Leo tuna muda mfupi lakini tutajaribu kutumia mapema kadri inavyowezekana, na nitapenda tuongelee vitu vitatu hasa leo. Kwa hiyo jambo la kwanza tuzungumzie kwa ufupi sana, ningependa uniambie kwa maoni yako, baada ya mwaka mmoja Ruben Amorim unampima vipi? Kwa sababu sasa hivi ndo wiki iliyopita ilisema mwaka mmoja. Kwa hiyo nafikiri ni mwaka mmoja ni kipindi ambacho kinatosha kuweza kutupa tathmini. Wewe kama mchambuzi Jackson Silo, unaonaje mwaka mmoja Ruben Amorim ndani ya Manchester United? Kwanza binafsi nimpongeze Dr. Nandes kwa sababu unajua miongoni mwa ligi ngumu na ligi bora duniani ni EPL, kwa maana ya English Premier League. Kwa hiyo mwalimu kukaa kwanza kwenye timu yoyote ile kwenye EPL si jambo rahisi, kwa sababu ni ligi ngumu, ligi ambayo ushindani upo karibia katika kila timu ambayo pengine unaona wewe inaweza ikawa ya kawaida, imekuwa ikitoa ushindani mkubwa sana. Mfano mzuri msimu huu timu kama Crystal Palace, ukitazama Sunderland ni miongoni mwa timu ambazo hazina majina makubwa lakini zimekuwa zikitoa ushindani. Kwa hiyo kwa maoni yangu, kwanza nimpongeze kukaa kwenye ligi ngumu kama hii, tena katika timu ngumu kama Manchester United yenye pressure kubwa, timu ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitafuta mafanikio kwa mashabiki ambao walikuwa wamezoea mafanikio. Kwa hiyo kukaa tu kwa mwaka mmoja na siku kadhaa mpaka sasa hivi, pamoja na kwamba amepitia mengi katikati, binafsi nimpongeze kwanza kwa hilo, kwa sababu si kazi rahisi, na nafikiri yapo ambayo yamefanikiwa na yapo ambayo hayajafanikiwa, kwa sababu lengo la mwalimu kufanikiwa ni kushinda mataji. Kwa hiyo mpaka sasa hivi unaona kwake imekuwa changamoto, lakini kwangu naona angalau Dr. Nandes United namna ambavyo wameanza ligi msimu huu kiukweli si kama ambavyo ilikuwa timu msimu uliopita katikati pale ambapo alikuta timu. Kwa hiyo nafikiri mwanzo mzuri kwenye ligi, lakini kutokana na ushindani wa EPL mwalimu kukaa mwaka mmoja kwa Ruben Amorim, nafikiri kwangu ni mafanikio makubwa sana kwake, kwa sababu si kazi rahisi kwenye ligi ngumu kama EPL mwalimu kukaa muda mrefu wote huo. Unaposema muda mrefu ni kama vile ulitarajia kwamba hatafika muda huu, hata toboa kutokana na changamoto za Premier League na Manchester United, ama na Manchester United. Yaani sahihi Nandes, binafsi mimi sikutarajia. Nafikiri hata wewe mwenyewe utakubaliana na mimi. Katikati hapa pressure ilikuwa kubwa sana, na mashabiki ikiwemo hata mimi mwenyewe ambaye pia ni mpenzi wa hii timu nimekuwa nikiwaza kwamba mwalimu huyu aondoke. Kwa hiyo kwangu nafikiri imeendelea kuwa surprise kwangu. Ameendelea kusalia kwenye kikosi na uongozi umeendelea kumwamini pamoja na changamoto ambazo timu imekuwa ikipitia. Sawa. Na katika kipindi chote hicho amesimamia kile ambacho anakiamini. Watu walipiga sana kelele kuhusu jinsi ambavyo anatumia wachezaji, jinsi ambavyo ana approach michezo, lakini so far amezidi kukomaa na kile ambacho anakiamini, na kwa njia fulani unaanza kuona mwanga fulani labda ambao unaonyesha dalili ya matumaini hapo mbeleni. Mwanga upo kwa sababu ukitazama sasa hivi hata kwenye msimamo hapo Manchester United wapo katika nafasi ya 10, wana alama 18, michezo 11. Na nafikiri leo Jumapili kwa mujibu wa ratiba United watacheza kesho na Everton.
watakuwa nyumbani uwanja wa Old Trafford. Maana yake ni kwamba kama United atashinda mechi ya kesho, ana uwezo wa kupanda hadi nafasi ya 4 pale alipo Crystal Palace, kwa sababu Palace wao ndo wana michezo 12, wana alama 21. Kwa hiyo utanikumbusha Nandez, mara ya mwisho ni lini United kwa michezo 12 hii kukusanya tu alama hizi? Ilikuwa ni kitambo kidogo kwanza kufanya vizuri mpaka sasa hivi katika raundi ya 11, angalau kukusanya alama 18 na timu inaonekana kupata matokeo hata katika zile mechi ngumu. Kwa hiyo nafikiri huu ni msimu ambao tunaweza tusiwe na expectation kubwa, kwa maana matarajio makubwa, lakini unaweza ukawa ni msimu ambao ukatupatia taswira ya ile United ambayo wengi pengine tunatarajia kuiona kwa misimu 2 ama 3 ijayo. Na nafikiri pia maingizo baadhi ya wachezaji kwenye kikosi yamesaidia, ikiwemo ujio wa mtu kama Bryan Mbeumo ambaye kiukweli amekuwa akitoa mchango mkubwa sana kwenye kufunga na ameongeza ufanisi wa timu katika eneo la ushambuliaji. Labda changamoto pekee ambayo wamekutana nayo United kwenye eneo la usajili ni ujio wa mtu kama Benjamin Sesko ambaye kiukweli changamoto ya majeraha imekuwa ikimsumbua. Kwa nafikiri Nandez ni mwanzo mzuri kwa United, kama ambavyo nimezungumza, kama atashinda mechi ya kesho watapanda mpaka kwenye top 5 ili akifikisha alama 21, na ninaamini inawezekana, pamoja na kwamba Everton ni timu ngumu, lakini United nao sasa hivi wamekuwa walau wanatia matumaini. Consistency ile ya kupata matokeo mazuri kwenye mchezo baada ya mchezo imekuwa ikipanda. Hilo ni jambo la msingi sana, na nafikiri kusema kweli hakuna mtu ambaye anatarajia makubwa sana kwa upande wa United msimu huu, na nafikiri plani ya kubwa ya klabu, lakini pia Ruben Amorim mwenyewe na mashabiki, sisi angalau tunatarajia tupate nafasi ya kushiriki mashindano ya Ulaya msimu ujao. Wewe kama mchambuzi, lakini pia kama mfuatiliaji wa klabu ya Manchester United, unaona hiyo hope ipo kwamba angalau msimu huu unaweza kupata nafasi za kucheza mashindano ya Ulaya, angalau Champions League ya Manchester Ajax, na kabisa Europa League? Do you think inawezekana kwa hali ilivyo sasa? Inawezekana Nandez, kwa sababu na jambo zuri ni kwamba sasa hivi hapo hata yale mashindano ya Conference League. Kwa hiyo kama itashindikana kwenye Europa League, kashindikana kwenye UEFA Champions League, naamini hata kwenye Conference League itawezekana. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana Nandez, inawezekana kwa sababu hii ni raundi ya 11, naenda raundi ya 12. Angalau unaiona ni United ambayo inatafuta kitu msimu huu, pamoja tofauti na msimu uliopita kiukweli. Yani timu ilikuwa inatia huruma, timu ilikuwa haijulikani inacheza kwa namna ipi. Kwa hiyo huu ni msimu ambao naamini inawezekana timu ikaweza kufika kwenye hatua ambazo inaweza kusababisha au kucheza katika michuano ya Ulaya msimu ujao. Ingawa ushindani ni mkubwa, lakini kinachotia motisha kidogo, nafikiri Nandez, ukitazama msimu huu zipo timu kubwa ambazo pia nazo hazijawa na msimu mzuri mpaka sasa. Nafikiri miongoni mwao ni Liverpool. Liverpool walianza vizuri sana ligi, lakini sasa hivi unaona performance yao imeshuka. Lakini Manchester City nao tia maji, leo wanapanda, kesho wanashuka. Kama jana walipoteza mechi dhidi ya Newcastle United. Kwa nafikiri hii kukosekana kwa consistency ya ubora kwa hizi timu nyingine kubwa inaweza ikachangia pia United kurejea hata katika zile nafasi za juu. Inaweza isiwe top 4, lakini hata kwenye top 6 inawezekana, hata top 7. Kwa hiyo mimi naamini kama juhudi zitaongezeka, consistency itakuwa nzuri, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini jambo zuri zaidi kama hakutokuwa na majeraha ya mara kwa mara ya wachezaji wa muhimu kwenye kikosi cha kwanza, obviously naiona United ikipata nafasi ya kucheza mashindano ya Ulaya msimu ujao. Okay. Sasa nafikiri umeongea vizuri hapo. Jambo lingine ambalo nataka nizungumzia hapa ni adaptation ya Ruben Amorim katika ligi kiufundi. Tutazungumzia tumeona alivyoanza mwanzoni na hadi sasa ni kama kuna mabadiliko kidogo ya kiufundi ameyafanya. Je, tunaweza kusema kwamba ameanza kuadapt na mazingira ya ligi na kujaribu kutafuta namna ya kupata matokeo kwa kutumia aina mbalimbali za ufundi ili kuweza kutupa matokeo kwenye mechi kadhaa? Yes, tunaweza tukasema hivyo Nandez, kwa sababu utakumbuka Amorim aliingia katikati ya msimu. Msimu tayari nafikiri ulikuwa ndo umeshaanza, pamoja na kwamba ulikuwa mechi nyingi hazijachanganya, lakini alikuta timu ikiwa tayari
imetoka kwenye mikono ya mwalimu mwingine. Kwa hiyo hatukuwa na nafasi kubwa sana ya kumlaumu msimu uliopita, kwa sababu alikikuta kikosi ambacho tayari ni cha kocha mwingine. Kwa hiyo yeye alichojaribu ni kuongeza tu nguvu kwenye baadhi ya maeneo, lakini kuingiza mbinu zake kuona ni kipi ambacho anaweza akaisaidia timu. Lakini baada ya msimu kumalizika, akapewa nafasi ya kusajili na amepewa wigo mpana wa kuchagua kile ambacho amekihitaji. Kwa hiyo ukitazama mwanzo wa msimu ulivyoanza, na nakumbuka tulifanya kipindi hapa Nandes, bila shaka kipindi kile wakati ligi inaanza mwanzoni kabisa pale, na tukawa tunaelezea namna ambavyo Amorim amekuwa akiamini katika ule mfumo wake. Wengi wamekuwa akikosoa sana mwanzoni mwa msimu, wakawa wanasema kwa nini Shesko aanzi, lakini baadaye tukaja kuona akaja kumwanzisha, bado performance ikawa chini. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho pia mwalimu amefanikiwa mpaka sasa hivi, kwanza ni kuamini katika kile ambacho anakifanya, lakini namba mbili naweza nikasema hata wachezaji wenyewe wameanza kuadapt, wameanza kwenda sawa na mbinu za mwalimu. Ukiangalia namna ambavyo Bruno Fernandes anacheza, mwanzoni mwa msimu alikuwa hapewi sana uhuru wa kucheza juu kama ambao tulimzoea msimu uliopita, lakini sasa hivi anasogea zaidi juu, anatengeneza nafasi za mabao, lakini anatengeneza pia nafasi za wachezaji kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, na yeye mwenyewe amekuwa akifunga. Na ndio maana hata mwanzo wa msimu pia wengi walikuwa nakosoa performance ya Bryan Mbeumo. Watu walikuwa wanasema kwamba alipotoka Brentford alikuwa anafunga sana, lakini kaja United mwanzo wa msimu umekuwa mgumu, lakini kiuhalisia siku baada ya siku tumeona pia Mbeumo naye akiadapti kile ambacho Amorim amekuwa akimfundisha. Kwa hiyo nafikiri polepole tu, labda sijui yatokee mabadiliko mengine huko mbele, lakini as it stand mpaka sasa hivi Amorim ameanza kufanikiwa polepole, ingawa sio kwa kiasi kikubwa, lakini kwa uchache wake angalau unaona mabadiliko ya United kiuchezaji na hata kwenye kufunga pia. Angalau pia, na kwa sababu kuna mechi ambazo mimi nafikiri tumepoteza, ambazo nadhani au hatukupata ushindi, lakini ambazo nadhani hatukupaswa kupoteza. Mechi dhidi ya Spurs, mechi dhidi ya Fulham, hata mechi dhidi ya Arsenal, mechi ambazo mimi nadhani tungepata kupata hizo points, na kama tungezipata na hizi zingine ambazo tumezipata, huenda sasa tunaongelea nafasi ya pili ama tungepata kwa juu kabisa. Kwa hiyo nafikiri msimamo hauoneshi hali halisi ilivyo, lakini pia nafikiri kwa sehemu kubwa kama wanavyosema timu inaanza kuonesha kidogo mabadiliko na dalili za maendeleo, kama wanavyosema pia kwamba sio makubwa sana, lakini at least kuna njia inaonekana kwamba anajaribu kupita ili baada ya muda fulani afike kule ambako anapenda kufika, na tunamsifia hilo kwa sababu ameanza kuadapt. Angalau watu walikuwa wanasema kwamba kutokana na aina yake ya soka na nini hawezi kuadapt na hata toboa, lakini angalau adaptation ya kiufundi kidogo imeanza kusaidia. Sababu siku hizi naona amebaki kidogo sasa ya kubuild up mashambulizi, na ameacha sana kuanzia nyuma kidogo, naona kama anapiga mpira mrefu zaidi, wanatumia knock on balls kule mbele. Nafikiri hiyo ni labda kutokana na aina ya wachezaji nao ameona kwamba hawezi kufanya build up anataka yeye labda ama nini, lakini imeanza kuchukua matokeo, kitu ambacho ni kizuri, na nafikiri ni kwa kocha yote ambaye anatamani kupata matokeo, nafikiri jambo zuri sana kwake. Jambo lingine ambalo ningependa tuzungumzia hapa, taarifa njema ni kwamba Lisandro Martinez amerudi kwenye kikosi, na huenda kesho akawa kwenye match day squad. Huenda asianze, huenda asiwe bench, lakini tunaamini kwamba atakuwa kwenye kikosi cha kesho. Kwanza kesho atakuwa fit, ameshaanza mazoezi, na tunajua kabla hajaumia alikuwa akicheza vizuri sana katika upande ule ambao anacheza Luke Shaw, upande ule wa kushoto, left center back. Na kumekuwa na maswali jana, Ruben Amorim aliulizwa pia kwamba anapokuja Martinez kwenye timu ambaye pia ni mchezaji bora sana kwenye nafasi ile, na Luke Shaw sasa hivi anafanya vizuri sana, mpango wako ni nini kwa uso wawili? Kabla sijaongelea kitu ambacho aliongea Ruben Amorim, ningependa kupata maoni yako. Unafikiri kuendelea huko mbele tunapaswa kutumiaje hawa watu wawili, Luke Shaw na Martinez, wakiwa wote wako fit? Unajua mpira wa kisasa umebadilika. Nandes wenyewe wanaita modern football. Kuna kitu anaita transition. Ili neno transition kuna namna ambavyo linapaswa kutumika vizuri pia. Transition zimegawanyika katika maeneo makubwa mawili, ambazo ndio moment kubwa mbili kwenye mchezo wa soka uwanjani. Timu inapokuwa ina mpira, ambapo hii tunaita ni positive transition, na timu inapokuwa haina mpira wanaita ni negative transition kitaalamu. Sasa
ukimtumia Luke Shaw kwa maana ya kwamba wakati ambao timu inahitaji kukaba kwenye negative transition inakuwa imepoteza mpira, utamhitaji mtu kama Luke Shaw, lakini timu ikiwa inahitaji kupush mashambulizi, kuisogeza timu mbele na kutengeneza mikakati ya kushambulia, kwa maana kwenye positive transition utamhitaji Lisandro Martinez. Maana yangu ni kwamba inawezekana wachezaji hao wote wakachezeshwa kwa wakati mmoja, lakini mmoja akacheza zaidi juu na mwingine akacheza zaidi chini, ama itategemea pia na approach ya mwalimu katika mchezo husika, kwa sababu kuna baadhi ya michezo ambayo huhitaji kushambulia sana. Unahitaji kuwa na balance ya timu. Kama unahitaji kuwa na balance ya timu, ujilinde zaidi ama umiliki zaidi mpira, utamtumia zaidi Luke Shaw. Lakini kama ni mechi ambayo unahitaji kuwa open zaidi, ukashambulie lakini wakati huo huo ulinde, inawezekana ukawatumia wachezaji wote wawili katika maeneo yote, kwa sababu Martinez utamtumia zaidi kutokea pembeni, lakini yeye utamweka zaidi katika eneo la juu kama winga, lakini Luke Shaw utamtumia kama mlinzi zaidi wa pembeni. Kwa hiyo itategemea pia kwenye transitions ambazo mwalimu ataamua kutumia, kama ni negative transition timu ikiwa haina mpira, lakini ama ni positive transition timu ikiwa ina mpira. Kwa hiyo inawezekana Nandez kuwatumia wote, lakini pia mwalimu akiamua kutowatumia pia inawezekana, kutokana na approach ya mechi na aina ya mpinzani pia ambaye anaenda kukutana naye. Lakini so far wote ni wachezaji wazuri na wamesha prove kuwa wachezaji wazuri katika moment nyingi sana. Luke Shaw miongoni mwa wachezaji wa muda mrefu kweli katika kikosi cha United, wameshafanya makubwa, hakuna ambaye anabeza ubora wake. Martinez naye ameshafanya makubwa hata katika timu tofauti tofauti ambazo amepita mpaka sasa hivi. Ni kweli. Nafikiri umetupa kitu kipi hapo kwamba kuna uwezekano pia kuwatumia wote pamoja kadiri ambavyo mwalimu anaweza kutaka. Tumalize jambo la mwisho ambalo ni kuhusu Ahmad na Mbeumo ambao wataondoka nafikiri around tarehe 14 hapo Desemba kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Unaonaje sisi tukipambana na hali hiyo, uwepo wa ukosekanaji wa Ahmad, Mbeumo na Mazraoui, hususan Ahmad na Mbeumo ambao wamekuwa watu muhimu sana kwenye timu kwa sasa hivi wakiondoka kwenda AFCON? Ni changamoto kidogo Nandez. Unajua kibarua ili ngoja nifafanue kidogo na timu nyingine. Ukiacha tu kuigusa United, Nandez, hii imekuwa changamoto sana kwa timu nyingi barani Ulaya kipindi hiki ambacho tunaelekea michuano ya AFCON. Nilikuwa natazama kwa mfano shirikisho la mpira miguu nchini Misri waliandikia barua Liverpool kuwaomba kuwaachia Mohamed Salah siku 8 kabla ya mashindano ya AFCON. Kwa hiyo Liverpool nao kama ameweka ugumu kwenye hili jambo, lakini taratibu inapaswa kuwa wiki 2 kabla ya mashindano, si ndio? Yes, inapaswa kuwa wiki 2 of course. Okay. Lakini rejea Sunderland, Nandez, kwa tazama Sunderland wana wachezaji nafikiri kama sio 6-7, utaniweka sawa hapo, 6-7 hivi ni raia wa Afrika. Tutaona hapa sasa. Endelea. Ambao wao pia wanatumikia timu zao pia huku Afrika, ikiwemo Simon Adingra wa Ivory Coast. Naona kuna mtu wa Kameruni hapa, kuna mtu wa DR Congo, kuna Mozambique, kuna Senegal, kuna Morocco, kuna Burkina Faso, kuna Ivory Coast, kuna Nigeria. Kama nani kama nilivyosema. Yes. Sasa unajaribu kutazama na wachezaji wote hao ni wa muhimu sana kwenye kikosi cha Sunderland. Lakini tukirejea kwa United, kwenye swali lako Nandez, ni pigo kwangu, naona ni pigo kwa sababu angalau kwa Amad Diallo ambaye mara kadhaa amekuwa hatumiwi sana kwenye kikosi cha kwanza, lakini naye unaona alikuwa akitumiwa, anaenda kuleta mabadiliko kwenye kikosi, kwenye eneo la kucheza. Lakini Mbeumo siku za hivi karibuni, huyu ndo asali, yani hii ndo asali iliyobaki pale kwa United kwa sasa hivi katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo binafsi sijajua mwalimu atatengeneza mpango upi, lakini unajua huu ni mchezo wa soka Nandez, kuna wakati lazima ujiandae na mazingira yote, kwa sababu what if Mbeumo akaumia leo na kesho, mwalimu lazima upambane ujue utamtumia mchezaji gani katika eneo la mwisho. Sawa, asante sana. Nafikiri hayo ni maelezo mazuri ambayo yanatusaidia kuelewa jinsi ambavyo hali ilivyo kwa sasa.
Guys, leo tuna muda mfupi, naomba leo tusijibu maswali, lakini tutafurahi sana tukipata wasaa mwingine. Itakuwa nzuri sana kuweza kupata fursa nzuri ya kuweza kujibu maswali yenu na kuyapitia, lakini angalau tumepata muda mfupi huu wa kuweza kupata insight nyingi sana kutoka kwa mchambuzi na kocha wa mpira anaitwa Jackson Silo. Anapatikana katika mitandao ya kijamii kwa jina hilo Jackson Silo. Unaweza kumfuatilia katika Instagram na mitandao mingine, lakini pia unapatikana ITV na Radio 1. Yes, bila shaka. Ndio. ITV pia Radio 1, kipindi ya michezo utampata pale kupata uchambuzi mzuri sana ya kinivu. Bwana Jackson, mimi nakushukuru sana kwa muda wako na nakukaribisha na wakati mwingine hapa kwa ajili ya mambo mengine mazuri kama aliyotupa leo. Nashukuru sana kwa muda wako. Shukran sana Dr. Nandez. Tuko pamoja wakati wowote, nitakaribia tena. Sawa, nashukuru sana mzee. Haya. Okay guys, huyu alikuwa ni Jackson Silo ambaye ametusaidia kupata uchambuzi yakinifu kuhusu mambo kadhaa, kuhusu mwaka mmoja Ruben Amorim, lakini pia kuhusu uwezekano wa klabu yetu kupata nafasi 4 za juu ama nafasi 5 za juu katika msimu huu. Lakini pia tumezungumzia kuhusu jinsi ambavyo Amorim anaadapt katika wasaha wake mpya huu ambao ameanza kutumia mfumo wa aina tofauti kidogo na njia tofauti za kiufundi kujaribu kutupatia matokeo katika mechi kadhaa zilizopita. Lakini pia ametuambia kuhusu Martinez kwamba Ruben Amorim akiamua kiufundi anaweza kaamua kumtumia Martinez na Luke Shaw pamoja, lakini pia ikitegemea na aina ya mechi bado anaweza kaamua kumtumia mmoja wapo na mwingine akaanzia pembeni kutokana na mazingira ya mechi na jinsi ambavyo hali inakuwa. Nafikiri yote hayo lakini kila kitu kinaenda vizuri kama vile ambavyo tunatarajia. Lakini pia amezungumza kwamba uwepo wa Ama na Mbeumo pia utakuwa ni changamoto kubwa, lakini bado Ruben Amorim anaweza kutafuta nafasi nzuri ya kuweza kuhusu hayo. Naomba ni kuache na hayo kwa sasa. Tutakutana tena hapo baadaye kwa ajili ya mazungumzo mengine ya klabu, lakini pia kutukupeana news mbalimbali. Endelea kusubscribe, endelea kulike, lakini pia usiache kutuachia maoni yako. Mimi naitwa Nandez, naomba nikutakie Jumapili njema.